Amen. Tunamshukuru Bwana Mungu wa Israeli kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo Mungu wetu ametuwezesha tukutane tena kwa ajili ya kumtukuza na kumwabudu Bwana. Kila mmoja na imani ya kwamba bado unakaza mwendo. Safari ya imani ni safari endelevu. Ni safari ambayo inahitaji tujitie moyo sana, maana Mungu wetu yupo pamoja nasi. Yeye ndiye atatuvusha salama na kutuingiza katika uzima wa milele. Kwa hivyo kila mmoja endelea kukaza. Safari ya imani ni safari ya mtu binafsi. Kwa hivyo kaza mwendo wa imani sana. Shikilia imani katikati ya mawimbi, katikati ya dhoruba, katikati ya hali zote ambazo unapitia. Usisahau ya kwamba Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, yuko pamoja na wewe. Jioni leo nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Tuko na mada msimamo sahihi. Msimamo sahihi na Mungu katika msimamo sahihi na Mungu katika ulimwengu huu ulioharibika. Standing right with God in this corrupt world. So, wakati unasimama vizuri na Mungu, ulimwengu huu ambao kila mmoja unaweza shuhudia kwamba ni ulimwengu ambao unayumba yumba. Ni ulimwengu ambayo umeharibika sana. Na mahali ulimwengu umefika, usitarajia kwamba itarudi ikuwe afadhali, ama itarudi ikuwe kama hapo awali, kuwe na nafuu kidogo. Ndio ulimwengu unaendelea kuharibika zaidi. Ndio ulimwengu unaendelea kuyumba yumba zaidi. Msomaji wa neno, naomba tafadhali kitabu cha Isaya mlango wa 24, taisoma kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 23. Isaya 24, soma kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 23. Isaya 14 mstari wa Isaya mlango wa 24 mstari wa 15 hadi 23. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Isaya mlango ni wa 24 mstari ni wa 15 hadi 23. Neno la Bwana linasema: basi mtukuzeni Bwana katika mashariki, litukuzeni jina la Bwana Mungu wa Israeli katika visiwa vya bahari. Toka pande za mwisho wa dunia tumesikia nyimbo, atukuzwe mwenye haki. Ndipo nilisema kundoka kwangu, ndipo nikasema kukonda kwangu, kukonda kwangu, ole wangu. Watenda hila wametenda hila, naam, watendao hila wametenda hila sana. Hofu na shimo na mtego juu yako, mwenye kukaa duniani. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi, na misingi ya dunia inatikisika. Dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Tena itakuwa katika siku hiyo, Bwana ataliadhibu jeshi la mahali palipo juu katika mahali palipo juu, na wafalme wa dunia katika dunia. Nao watakusanywa pamoja kama vile wakusanyavyo wafungwa katika shimo, nao watafungwa katika gereza. Na baada ya muda wa siku nyingi watajiliwa. Ndipo mwezi utatahayari na jua litaona haya, kwa kuwa Bwana wa majeshi atatawala katika mlima wa Sayuni na katika Yerusalemu, na mbele ya wazee wake kwa utukufu. Na hilo ndilo andiko. Amen. Kila mmoja amesikia neno la Mungu. Maandiko hapa inatufundisha kwamba dunia kuharibika, imeharibika. Dunia kulewalewa, imelewalewa. Dunia imevunjika. Dunia imekuwa mbovu. Na ndio sababu hapo utafika mahali unaelewa ni kwa nini Roho wa Mungu alitufundisha kuhusu kukua na kukomaa katika maisha ya mwanadamu, katika safari imani. Wakati mwanadamu
unabaki kama mtoto mdogo, hautaweza kuelewa hii. Utaona dunia iko sawa, utaona kwamba mambo duniani yanaenda sawa, lakini kiroho dunia ni kuvunjika na revunjika. Dunia imeharibika, dunia haimjui Mungu. Watu ambao wako ulimwenguni sasa ndio wameingia katika uovu zaidi, wamezama kwenye matope ya uovu sana. So hapa tunaangalia kwamba huyu Mkristo mteule ambaye amezaliwa kiroho na amekuwa kiroho na akakomaa kiroho, ndio atakayesimama msimamo ulio dhabiti, msimamo ulio sahihi upande wa Mungu. Sio muumini ambaye ni mtoto, sio muumini ambaye ni kijana, ni mtu aliyekomaa, ni mtu amefanya maamuzi dhabiti ya kwamba yeye na Mungu hawataachana. Ndio sababu Warumi ikasema kwamba ni nini itakutenga na upendo wa Mungu? Kwa sababu dunia hii na vyote ambavyo viko ndani tayari imeanza kuharibika, tayari imeanza kuvunjika, na kuvunjika inamaanisha kwamba itaanguka, itazama. So hapa hii mada, msimamo sahihi na Mungu katika ulimwengu ulioharibika. Yaani unaonekana wewe ndio nuru, unaonekana kama vile maandiko yasema kwamba mji ambao uko juu ya mlima ambayo haiwezi sitirika, taa zake zinamulika na mbali sana, kila ulimwengu mzima wanaiona ile taa, na hii taa ndio imulike katika ulimwengu mzima. Ama huyu Mkristo mteule ndio awe na msimamo sahihi na Mungu. Inamaanisha kwamba ni sharti kwanza akomae kiimani, awe mtu mzima, awe mtu mwenye maamuzi mema. So Bwana Mungu huangalia na kuchungulia ulimwengu mzima. Anatafuta nini? Anatafuta aone kama kuna mtu mwenye moyo wa adili, moyo wa hekima, ambaye bado anamtafuta Mungu. Mungu bado anaangalia kuna remnants, kuna mabaki wa Mungu katika ulimwengu huu. Wale ambao japo dunia ianguke watabaki wamesimama, japo dunia yumbe atabaki imara, msimamo wake ni ule ule moja. Zaburi ya 53 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Kama kuna mtu atapata, naomba tafadhali utaisoma. Zaburi mlango wa 53 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Kwa Bwana muimbishi kwa sauti ya wimbo, mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wafanyao maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavyo mkate, hawakumuita Mungu. Hapo waliingiwa na hofu pasipo kuwapo hofu, maana Mungu ameitawanya mifupa yake aliyekuhusuru. Umewatia aibu kwa sababu Mungu amewadharau. Laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni, Mungu awarudishapo wafungwa na watu wake. Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Amen. Amen. Hapo tunaangalia ulimwengu ambao umepotoka kiasi ya kwamba mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. So wakishaamua ya kwamba hakuna Mungu, wameamua kuingia na kuzama katika uovu na ufisadi na machukizo yote. Hata wale ambao ni mabaki wa Mungu, wale ambao waliteuliwa na Mungu, pia wameona kwamba Mungu Yesu amekawia, wacha tuingie kwenye anasa, tuingie kwenye dhambi. Maandiko yanasema kwamba toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Na hapa sasa maandiko Mungu anasema kwamba
wote wamepotoka, wote wameingia katika mambo ya dunia, wote wamekataa kufuata njia ya kweli ambayo ni njia ya Mungu. Wote wamekataa kurekebishwa kupitia kwa neno la Mungu. Wamekataa kuongozwa. Kweli makanisa wanaenda kwa sababu tuende pale, wengine wanaenda waone ya kwamba wakati wako na shida watasaidiwa. Wengi wanaenda mchungaji awajue awaone. Wengi wanaenda kwa sababu ya hali moja ama nyingine. Lakini ni wachache sana ambao wanaenda wakijua ni nini wanatafuta pale kanisani. Wanaenda kupeana ibada ya kweli mbele ya Mungu. So, ni nani huyu anayeweza kusimama kati ya ulimwengu ulioharibika? Ulimwengu ambao unashawishi mpaka wateule wa Mungu wanabadilisha nia yao, wanabadilisha maamuzi yao, wanaamua kufuata ulimwengu wa giza. Ni nani anaweza simama? Mimi na wewe tunataka tujiulize swali. Mungu akichungulia kutoka mbinguni, anatafuta aone kama kuna mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Anapata kwamba wote wamekuwa wapumbavu, wanasema hakuna Mungu. Hiyo ndio swali mwanadamu utakana kujiuliza. Wakati Mungu anaangalia, Yesu Kristo akalipa gharama ukombolewe, utoke kwenye mambo ya kidunia, urudi katika mahusiano mazuri na Mungu, uunganike na Mungu, uokolewe. Maana dunia inaharibika, dunia inavunjika, dunia itaangamia. Lakini mwanadamu kwa sababu ya kukosa hekima na kusimama katika msimamo kamili, unapata kwamba maandiko imewataja kama wapumbavu. Maana mtu akiomba katika ulimwengu huu, mtu ako na mahitaji anaomba, badala ngoje majibu ya Mungu anaona Mungu hayuko. Badala ngoje aoneshwe ishara, maana Mungu ni Mungu wa ishara. Ukisoma maandiko utapata kwamba alikuwa anapeana ahadi na anapeana ishara ya kwamba ile kitu itatimia. So mwanadamu wakati anaomba mara moja mbili, akiona hakuna dalili yoyote, akiona hakuna matumaini yoyote, anafunga virago, anakimbia. Mara mingi sana unapata kwamba katika ulimwengu huu watu wengi wanaangamia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutafuta miujiza. Mtu hawezi kuona kwamba nikae tu hapa, ni imani yangu, maombi yangu, na nimwamini Mungu sana, nitapata jibu ya ile ambayo nimeomba. Mwanadamu anaona kwamba mahali fulani wanashukisha moto, mahali fulani wanafanya 1 2 3. Ukienda pale ndio unakuwa kama ng'ombe ambayo imeingia kwenye zizi ambayo haijatengenezwa, ni matope tupu. Unabaki kama umezama kwenye ile matope. Lakini hapa maandiko yanasema kwamba kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata moja. Je, wafanyao maovu hawajui? Wanajua vizuri sana. Dunia hii watu wanajua vizuri sana ya kwamba hii ni mipaka ya Mungu. Sitakana kupita hapa, sitakana kuvuka zaidi ya vile Mungu ananiagiza. Maandiko inauliza hapo, wale watu ambao wanafanya maovu hawajui? Wale watu walao watu wangu kama walavyo mkate, hawakumuita Mungu. Walimuita Mungu vizuri, lakini wamewashawishi wateule wa Mungu kuacha njia iliyo kamilifu. Na sio maajabu ya kwamba hawa wachungaji ama watumishi ambao walikuwa ni watumishi wa Mungu, lakini kidogo wameingia katika mambo ya dunia. Wanajua vizuri sana ya kwamba wanawadanganya, lakini wamejifunika na jina Yesu Kristo, ili hali ndani yao nia ni tofauti. Maandiko yanaendelea kusema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili mlango ni wa 16. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Kama kuna mtu atapata ataisoma aidha kwa Kiswahili ama Kiingereza. Kwa uwezo wa Bwana. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi
Mstari wa kwanza hadi 14. Hadi 14. Neno la Bwana anasema, katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda, akaujenga Rama, ili asimwache mtu yeyote kutoka wale kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu aliyekaa Dameski, akasema, kwangu na kwako na liwe agano kama ilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu. Basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli, ili aniondokee mimi. Naye Ben-Hadadi akamsikiliza mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli. Wakapiga Ioni na Dani na Abel Maimum na miji ya hazina yote ya Naftali. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kuujenga Rama, akaikomesha kazi yake. Ndipo mfalme Asa akawatoa Yuda wote, nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijenga Baasha, naye akajenga kwa vitu hivyo Giba na Mispa. Wakati ule Hanani muonaji akamuendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shama mkononi wako. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Ndipo Asa akamkasirikia muonaji, akamtia nyumbani mwa mkatale, maana amemghadhabikia kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule. Na tazama, mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho, angalia, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumuliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Asa akalala na babazie, akafa katika mwaka wa 41 wa kumuliki kwake. Wakamzika katika makaburi yake mwenyewe aliyojichimbia katika mji wa Daudi. Wakamlaza juu ya kitanda kilichojazwa manukato na kila namna ya mchanganyiko ya hao mafundi wa dawa. Wakamfukuzia mafukizo makuu sana. Amen. Amen. Hapa tunaona kwamba kuna huyu mfalme wa Yuda anaitwa Asa. Asa mfalme wa Yuda walikuwa wameweka agano na Baasha, anaitwa Baasha mfalme wa Israeli. Lakini Asa roho mbaya ikamwingia. Badala ya kusimama upande wa Mungu, akaweka agano na Ben-Hadadi mfalme wa Shamu. Maandiko yanasema katika mstari wa 3, mstari wa 2, ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina ya nyumba ya Bwana,
akachukua vitu vitakatifu akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu, akamwambia, kwangu na kwako na liwe agano kama ilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu, basi vunja agano lako na Baasha mfalme wa Israeli ili aniondoke mimi. So wameinuka kinyume na mfalme wa Israeli. Lakini kile ambacho kiliharibu sana ni kuchukua vitu vitakatifu na kwenda kufanya maagano ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Hapo maandiko yanasema kwamba wakafanya agano kati ya Asa na Ben-Hadadi. Mstari wa 9 maandiko yanasema kwamba mstari wa 7, wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Tunaona kwamba Asa akaacha kusimama msimamo uliodhabiti kati ya yeye na Mungu, akaanza kutegemea nani? Kutegemea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu, jambo ambalo lilichukiza Mungu sana. Lilichukiza Mungu. Mtu ameondoka katika msimamo wake, ameenda kuweka msimamo haramu kinyume na mapenzi ya Mungu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, amechukua vitu vitakatifu ndio anaenda kufanya nayo maagano ambayo ni kinyume na Mungu. Maandiko yanasema kwamba yule mwonaji akamwambia katika mstari wa 9, kwa maana macho ya Bwana hukimbia mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake, na kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Huyu Asa alikuwa anafanya haya mambo katika siri, lakini hakujua kwamba macho ya Mungu inamuona. Hapa tunaona kwamba huyu mwonaji ndio Mungu akapitia yule mwonaji, yule nabii, akamwambia kwamba macho ya Mungu inakimbia mote ulimwenguni kuangalia kila jambo ambalo linatendeka, sawa na vile tumesoma kwenye kitabu cha Zaburi 53 ya kwamba Bwana anaangalia ulimwengu aone kama kuna mtu mmoja ambaye ametangaza msimamo ya Mkristo inatokana na jinsi neno la Mungu limepandwa ndani yake, akalikubalia likakuwa. Bwana majeshi akatusaidia tukaona maisha ya mwanadamu ya mteule wa Mungu ama muumini tangu akiwa mtoto mchanga kiroho mpaka akawa mtu mzima, anapitia stage gani na ni nini inafanyika mpaka akuwe mtu ambaye anakomaa. Na huyo mtu ambaye amekomaa kiroho ndio mtu ambaye hatatoka katika msimamo wake. Hivyo Wakristo wa sai wanaanguka kwa sababu ya hiyo. Unaanza kucompromise msimamo wako na Mungu. Kwa sababu gani? Umeona mazuri ngambo ya pili, umeona tuperemende ya shetani ngambo ya pili. Hapa tunaona kwamba Asa akawa mjinga, akaweka agano na Ben-Hadadi mfalme wa Shamu ambaye Mungu alikuwa ameamua kumaliza hawa jeshi la Washami. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 12, akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Baada ya kumiliki miaka 39, ugonjwa wake wa mguu kaanza. Na wakati huo ugonjwa ulianza, hakuenda kumtafuta Mungu, ile ugonjwa ikazidi. Hiyo ni results ya Mungu kumpiga Asa. Maandiko yanasema kwamba akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukasidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Ndio unaona kwamba tumejiuliza swali, nani anaweza kusimama katika ulimwengu ulioharibika? Asa anamjua Mungu vizuri sana. Asa Mungu amempa ufalme ya Yuda, asimamie Yuda, na hapa anaonekana hamtafuti Mungu bali amerudi kutafuta waganga. Ametoka katika ile msimamo wake, compromise msimamo wake, na ndio sababu Mungu akaruhusu ile ugonjwa ikazidi sana na Asa akakufa. Ukisoma hapo maandiko yanasema kwamba Asa akalala na babazi. Hiyo ni kukufa. Akafa katika mwaka wa 41 wa kumiliki kwake. So kama ugonjwa
ilimwanzia mwaka wa 39, na hapa maandiko yanasema kwamba akafa katika mwaka wa 41. Tunaona ilichukua tu miaka 2 na Asa akakufa. Kwa sababu gani? Alicompromise msimamo wake. Msimamo sahihi ya mwanadamu na muumba wake katika ulimwengu huu ni wakati umefundishwa, ukafundishika vizuri, ukajua misingi ya imani yako, ndipo utasimama msimamo ulio sahihi. Lakini ukiwa mtoto mdogo na uruke unataka kuwa mtu mzima, haujapitia ile process, haujapitia ile kukua refined, ile kutengenezwa na Mungu, na kwambia ukifika mtu mzee na haujapitia ile adolescence ya kiroho, unapata kwamba msimamo yako kidogo haimpendezi Mungu. Mungu anaangalia kutoka mbinguni, anasema achana na huyu, anatafuta tena mwingine, akiangalia Ndio sababu kitabu cha Isaia mlango wa 6 mstari wa 8 akasema kwamba ni mtume nani? Kwa sababu wote wamepotea, wote wameoza, wote wamependa ulimwengu, upendo wao kwa Mungu umeondoka. Wamependa anasa kuliko kumpenda Mungu. Wamependa vitu vya dunia kuliko kumpenda Mungu. Inamaanisha kwamba msimamo wao kidogo hauko sahihi. Sio msimamo ambao unapendeza Mungu. Sio msimamo ambao ataletea Mungu utukufu. So ndipo mwanadamu ashinde na kuwa na msimamo sahihi na Mungu, lazima akane na kuacha mambo ya dunia. Hiyo ni lazima, hiyo si tafadhali. Ukitaka kuwa na msimamo mzuri, msimamo thabiti, msimamo ambaye Mungu akiwa mbinguni. Hiyo mstari wa 9 hapo ukiangalia, ukirudi mstari wa 9 pia kuna kaufunua hapo. Hiyo kitabu ya Mambo ya Nyakati wa Pili 16. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia wote ulimwenguni, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao wakina nani? Watu waliokamilika moyo kuelekea kwake. Ajionyeshe nguvu kwa ajili ya wale ambao wako na msimamo sahihi, msimamo ambao hautikisiki. Hata wakose fedha bado wamesimama kwenye imani, hata wakose chakula bado wamesimama kwenye imani, wakose marafiki, wakose ndugu, wakose mtu yote, bado yule mtu anaendelea na safari yake imani, kwa sababu ni mtu ambaye amekomaa kiroho, ni mtu ambaye anajijua kiroho, ni mtu ambaye anajitambua kwamba yeye ni nani katika ulimwengu huu na hatima yake iko wapi. Huyo ndio mtu ambaye atakuwa na ile msimamo sahihi. Aache mambo ya dunia na mfuate Mungu kikamilifu. Somaji neno kwenye Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka 13. Timotheo wa pili mstari wa 2 mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka 13. Andiko nasema kwamba Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 1 hadi 13. Neno la Bwana anasema, basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika machezo apewi taji, asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo
Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Amen. Amen. Maandiko imeanza kusema kwamba wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Kuwa hodari ndani ya neema. Neema ni upendeleo. Neema ni kibali. So unatakana kusimama msimamo sahihi kupitia neema ambaye Mungu ameachilia ndani yako. Akasema kwamba ushiriki taabu pamoja nami. Hiyo ni mstari wa 3. Kama askari mwema wa Yesu Kristo, maana hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika mchezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. So yoyote ambaye atataka kupokea taji ya uzima, usiposimama kwa halali, usiposhindana kwa halali, usiposimama msimamo sahihi, ndugu yangu, dada yangu, hata ujifungie kwa nyumba useme kwamba mimi siendangi kufanya dhambi huko nje, lakini bado ndani yako haujakubali kukana na kuacha mambo ya dunia, maandiko yanasema kwamba hautapokea taji. Mstari wa 5. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. So msimamo wako ndani ya Kristo ni ya msingi sana. Msimamo wako ni ya msingi sana. Wakati dunia inayumba, wakati dunia inalewa, wakati dunia inavunjika, hivyo tumeisoma kwenye kitabu cha Isaya 24. Wewe unabaki umesimama. Kwa sababu gani? Ni neema ya Mungu ndio imekushikilia. Kibali ya Mungu ndio imekushikilia. Na ukiwa na Mungu akikupa neema, Mungu akikupa kibali, inamaanisha kwamba yeye mwenyewe ndio atakutangulia. Akasema kwamba yeye ndio mchungaji mwema, hautapungukiwa na lolote. Kwa sababu kitu ambacho inafanya wanadamu hawasimami msimamo ulio sahihi ni hiyo kupungukiwa. Akipungukiwa na tupesa kidogo, anaambia Mungu, kaa hapa mimi narudi. Acha ni kwanza nitafuta pesa kwanza. Akipungukiwa na tumavazi kidogo, hivyo ndio ameenda. Akipungukiwa na chakula, hiyo tu kupungukiwa, hiyo neno kupungukiwa. Unaweza pungukiwa na furaha, unaamua kwenda kutafuta furaha mahali pengine. Kupungukiwa na amani, unaamua kwenda kwa shetani, unaambia shetani ni siku mingi sina amani. Shetani kwambia hiyo tu basi nitakupatia amani. Unataka nini na nini? Ati nataka gari nifanane na fulani. Shetani kwambia hiyo tu nakupatia gari. Nataka pesa, angalau nikitembea watu wanione. Maombi kama hiyo ya kwamba Mungu nibariki ili watu wanione, Mungu hajibu. Mwenye anajibu hiyo maombi ni shetani. Ndio unapata kwamba msimamo iliyo sahihi wanadamu wameshindwa kwa sababu ya hiyo neno kupungukiwa hiyo. Yaani ukikosewa na chochote na umeomba, umeona kama ni kana kwamba mbingu hairespond, inabidi hii msimamo kwanza unaiweka kando, utaenda utarudi baadaye. What if kwenye umeenda ukose kurudi? Umeenda kwa shetani kuomba amani. Maana nikisema kwamba amani, shetani atakupa amani kwa sababu atakupa pesa, atakupa mali, atakupa marafiki, atakupa chochote unahitaji, na ukose kurudi. Maana akisha kukupa hiyo, anakuteka nyara na kufunga, unabaki ukiwa mateka. So kurudi katika wokovu itakuwa ngumu. Siku zote mwanadamu, jiite tu mkutano ujiulize maswali 1, 2, 3. Maana wakati ukiingia kwenye territory ya dunia ama ya ulimwengu huu ulioharibika, kurudi upande wa Mungu si rahisi. Inahitaji neema ya Mungu.
Ndio sababu juzi nikafundisha kwamba Mkristo ukishazaliwa upya, neno la Mungu limepandwa ndani yako, umezaliwa, umekuwa mtoto kiroho, hapo sasa ndio tunakwambia kwamba njoo kwa Yesu, hata kama dhambi yako ni nyekundu, hata kama, lakini wakati unaendelea the more unaendelea kukua, ndio vile upanga wa Mungu unaendelea kufanya kazi katika maisha yako. Ndio vile Mungu anaendelea kutumia fimbo yake katika maisha yako. Ndio vile Shetani pia anaendelea kukaza mwendo. Ndio unaona kwamba ukifika ujanani, pale kwenye ujana ndio kuna mambo mengi. Pale kwenye ujana ndio msimamo wako sahihi na Mungu utadhibitika, ama msimamo wako na Mungu utakuwa compromised. Kwa sababu gani? Ndio umezaliwa kiroho, umefika ujana pale. Ujana sasa ni kama tukifananisha na mwili wa mwanadamu. Ujana wako sasa ni kama kiuno ya mwanadamu. Kiuno ya mwanadamu ndio imeunganisha sehemu ya juu ya mwili wa mwanadamu na sehemu ya chini. Inamaanisha kwamba ile kiuno ikiwa hafifu, ikiwa dhaifu, mwili mzima itakuwa na shida. So ile ujana wako wa kiroho ndio msingi thabiti, ndio itakusimamisha either uendelee ama uanguke. Kwa sababu pale katika ujana ndio utaanza kukumbuka. Unaangalia Sodoma, unakuwa kama mke wa Lutu. Ukiangalia Sodoma unakumbuka mapambo ya kitambo, marafiki wazuri, hali mzuri iliyokuwa pale Sodoma, utarudi. Ama ufanyike Abrahamu. Aliambiwa kwamba Abrahamu, sasa tuondoke twende na kupeleka nchi ambayo mimi Mungu najua. Uondoke na uangalie nyuma, unasonga mbele. Abrahamu anaonekana afika mahali hata anakataa mke wake, anambia wewe usiseme wewe ni mke wangu, sema wewe ni dada yangu. Wakikuchukua ama wakikubakisha sawa, mimi bora wasiniue, waniache tu amani. So hapo ndio unakuta kwamba msimamo wa wanadamu, hakuna mtu apigae vita, ajitiae katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Kama wewe ni askari, utaendelea na shughuli za askari. Kama wewe ni mkulima, utaendelea na shughuli za mkulima. Askari hataenda kulima na mkulima hataenda kuchukua bunduki aende, mpaka kila mmoja apate kufundishwa jinsi ya kufanya ile kazi. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba hakuna apigae vita, ajitiae katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika. Na ikiwa utashindana katika michezo, usiposhindana kwa halali, hautapata taji. So katika ulimwengu huu ambao umeharibika, ulimwengu ambayo unayumba, maamuzi yako kama Mkristo ya msimamo wako. Je, msimamo wako, hata mimi na wewe saa hii, kila mmoja mahali ulipo, unaweza jiuliza, Mungu akirudi leo hii msimamo nimechukua, je, nitaingia mbinguni? Hapo mahali huko saa hii tu, si ati kesho, si ati dakika yenye nafuata, saa hii kwa roho yako tujiulize. Wewe ndio unajua barabara zako, mashortcut zako za kiimani. Kila mtu anajua vile anatembea. Kila mtu anajijua. Mama yako, baba yako, ndugu zako, watu wa kwenu, mume wako, mke wako, watoto wako hawakujui sana kushinda vile wewe mwenyewe unajijua. Wewe ndio unajua mashortcut zako mingi na unajua barabara ambayo ni kamili ya kumtafuta Mungu. Kila mtu ndiye anajua njia zake. So hapo mahali ulipo jiulize, na ninashindana katika halali ama nimepiga vita katika shughuli za dunia ili hali mimi ni Mkristo? Halafu sasa hizo ni swali mbili ya kwamba je, unashindana katika michezo, katika safari ya imani, katika hali ya halali, ama unapiga hizi vita vya safari ya imani na ili hali unaendelea na shughuli za dunia, unaendelea na attachments zingine? Ukishajiuliza hizo swali mbili, sasa utaiweka is equals to, je, Yesu Kristo akirudi leo hii tena mbinguni? Hiyo ni jambo ya kwanza. Jambo la pili, je, katika hii minendo yangu, katika hii msimamo wangu, katika hii mawazo ama shughuli ambazo niko nazo kiroho na kimwili, je, ita attract kibali ya Mungu katika maisha yangu?
ita attract neema ya Mungu katika maisha yangu. Hiyo ndio maisha maswali ambayo Mkristo atakana inakusaidia kusonga mbele kila siku. Yaani inakuwa kama mtu ambaye amefika checkpoint. Unasimama pale, uangalie gurudumu za gari zako. Je, bado zinaweza kuendelea hatua zingine, kilomita zingine 200, 300? Na kama iendelei, yule dereva anasimama aangalie, aone vile anaishughulikia ndio aendelee na safari. Dereva wa lori ambaye amebeba mizigo mizito hawezi toka Mombasa anaenda Malava na aende express. Lazima kuna mahali atapumzika, kuna mahali ataangalia hizo gurudumu za gari, kuna mahali atapita aongeze mafuta kwenye ile gari ndio kusudi asonge na safari yake aende kwenye nenda. Hivyo Mkristo, siku zote kuna wakati ambapo unajiita unajiuliza maswali. Maisha yangu hii ina attract kibali ya Mungu ama ina attract ghadhabu ya Mungu? Leo hii Yesu Kristo akirudi, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Nitaenda mbinguni ama nitaenda jana? Hiyo inakusaidia kuangalia maisha yako na kurekebisha mahali popote ambapo inampa adui nafasi ya kukamata na kukufunga na kukushughulikia. So neema ya Mungu kwetu ndio inatusaidia kuwa na msimamo sahihi ya kumpendeza Mungu. Neema ya Mungu ndio nikasema kwamba hebu ujiulize maisha yako, mienendo yako, msimamo wako ina attract hiyo neema ya Mungu, ina attract kibali ya Mungu. Maana Mungu ukipata kibali mbele za Mungu, haya mambo mengine yote yatakuwa rahisi. Lakini usipo attract kibali ya Mungu katika maisha yako, unapata kwamba maisha yako ni kama mtu anayepanda mlima. Ngumu sana. Maisha yako inakaa kama mtu ambaye amepoteza mwelekeo. Biblia inasema kwamba watu waovu wanakimbizwa hata hawajui nini na wakimbiza. So, maandiko yanaendelea kusema katika kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 2 mstari wa 6. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Fahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Kumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu na uzao wa Daudi inenavyo kama inenavyo injili yangu. Nami katika hiyo injili, katika hiyo msimamo sahihi na Mungu, nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Katika ile msimamo uko naye Mkristo, hiyo ndio unapata kwamba una attract vita mingi sana, una attract mateso mingi sana. Paulo hapa akasema kwamba anateswa kwa sababu ya injili, amefungwa kama mtu mtenda mabaya, lakini yeye furaha yake ni moja, injili bado inasonga, injili bado inaendelea. Akasema kwamba nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Mstari wa 10, kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Huyo ni mtu ambaye ako na msimamo sahihi na Mungu. Ukisimama na Mungu, yeye hata kuacha. Paulo anasema kwamba kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Duniani hii utateseka, lakini ujue kwamba uzima imewekwa kwa ajili yako. Taji limewekwa kwa ajili yako. Furaha ya uzima wa milele imewekwa kwa ajili yako. Akasema kwamba katika mstari wa 12, kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Unastahimili nini? Unastahimili usije ukamkosea Mungu kwa kukosa kuwa na msimamo sahihi. Yusufu alikuwa na msimamo sahihi. Hata ingawa alikuwa mahali ambapo hakuna mtu anamjua. Alikuwa mahali ambapo angeangamia kwa sababu hakuna yote angemtetea. Maandiko yanasema kwamba kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye atatukana sisi. Hapo sasa ndio jambo ambalo Mkristo anatakana ulilie Mungu sana. Mstari wa 12. Kama tukimkana yeye, tunamkana namna gani?
Mtu unaweza sema kwamba mimi hakuna siku nimesema simjui Yesu. Matendo, msimamo wako katika kiroho, mashahidi wanaona vizuri sana. Anasema kwamba tukimkana Yesu, yeye naye atatukana sisi. So wewe ukimkana Yesu, hapa dunia hii ni ya muda kidogo, itaisha. Alafu ukifika mbinguni, Mungu akukane aseme sikujui. Oh Mungu, tulikuwa natoa mapepo kwa jina lako. Akasema asante sana mlinisaidia lakini siwajui. Tulikuwa tunahubiri kwa jina lako. Mungu anasema watu wakaokoka, wale waliokoka, lakini wewe ni nani? Oh sijui tulishukisha moto kwa jina lako. Atasema hata shetani mwenyewe huwa anashukisha moto. So hapa maandiko iko very wazi, inasema kwamba kama tukimkana yeye, tukikosa msimamo hapa duniani, macho Mungu yanaangalia. Kenye unafanya kwa siri itaonekana kwa wazi. Kenye unafanya kwa ujanja, kwa sababu mahali huko hakuna mtu anakuona, hakuna mtu anakujua, hakuna mtu anafanya kenye unafanya. Hata kama ni kwa giza usiku wa manane, usisahau hata siku moja kwamba macho ya Mungu, yeye Mungu halali hasinzii, anakuona. Na amesema kwamba ukimkana duniani hii, matendo yako, mwenendo yako, mawazo na fikra yako, atakukana mbinguni. Akasema kwamba kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Mwanadamu anaweza kosa kumwamini Mungu. Mwanadamu anaweza kosa kuona yale ambayo Mungu anatenda katika maisha yake. Maandiko sema kwamba ukikosa kumwamini, yeye anadumu wa kuaminiwa. Wewe kiumbe kimoja hautafanya mbingu ikose kuendelea. Sababu pale, kumbuka, kuna maserafi na makerubi, hatujui hesabu yao. Kuna malaika, hatujui hesabu yao. Kuna wazee 24, hata kama inasemekana ni wazee 24. Kumbuka pale kwa wazee 24, maandiko yanasema kwamba kuna viumbe vingine vyenye uhai, hatujui hesabu yao. So kiumbe kimoja ambaye ni mimi ama wewe ama mwingine na mwingine, ukikosa kumwamini Mungu, yani hakuna chochote mbinguni kinapungua. Ufalme wa Mungu haupungui kwa sababu wewe umekosa kumwamini Mungu. Ufalme wa Mungu haupungui kwa sababu wewe umeanguka jehanamu. Itaendelea na inaendelea vizuri sana. So hasara ni kwa nani? Hasara kwa mwanadamu asiyekuwa na msimamo sahihi, msimamo thabiti. Kama umeamua ni Mungu, simama na usimame katika imani. Na kama hujaamua ni Mungu, please rudi kwanza malizana na Lucifer. Rudi kwanza malizana na Lucifer kwanza. Ndio ukirudi hapo umerudi kama umeamua once and for all ya kwamba mimi nataka nibaki na Yesu. Juzi nikasema kwamba mahali mimi na wewe tumefika sio mahali ya kubembelezana. Njoni tu, Yesu anasema hata kama dhambi hiyo ni ya watoto wachanga kiroho. Na naamini ya kwamba wakati tulijifunza kuhusu kukua na kukomaa kiroho, kila mmoja ulijua umefika wapi. Kila mmoja at least ulijua sehemu yako. Mimi nilijua yangu. Wewe lazima ujue yako ya kwamba katika hii mambo ya kiroho, kulingana na mafundisho tuliyojifunza juzi, wewe unajipima, unajua kwamba mimi bado ni mtoto kabisa. So wewe ukiwa mtoto, hata wakati watu wazima wenye wamekomaa kiroho wanakemewa, unajua haitakuumiza kwa sababu wewe ni mtoto. So hapa ukubali ukatae. Maandiko yanasema kwamba kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Mungu anabaki anaaminiwa na malaika zake. Kwa mfano, wacha tuulize swali. Kwa mfano, wakati najaribu kusisitiza mstari wa 13. Wakati Lucifer, ambaye sasa anaitwa Shetani, anaitwa Ibilisi, anaitwa Joka, wakati aliasi mbinguni, alikuwa moja ya viumbe ambavyo vilikuwa vinatumika mbinguni kwa utukufu wa Mungu Jehova Yawe. Wakati aliasi, wakati alikosa kumwamini Mungu, wakati alikosa kufuata sheria, wakati alikosa kusimamia territory yake ambayo Mungu alimpa, alitupwa duniani plus na wale malaika waliokuwa wanamfuata.
Kuna kitu ilikosa mbinguni? Sifa zilikoma, utukufu wa Mungu ulikoma, mbingu ikataruki ati sasa Lucifer hayuko, sehemu yake imebaki. Sehemu ya Lucifer ilijazwa mara hiyo na shughuli za mbingu zikaendelea. So ukikosa kusimama msimamo sahihi na Mungu haendi hasara. Ile kitu ambayo Mungu anaogopa ni ya kupoteze kama bado uko duniani. Ndio sababu unaona kwamba unaendelea kwa dhambi, unaendelea kwa anasa, unaendelea kwa uovu, Mungu anaendelea kuvumilia. Angalau atabadilika. Bado nimpe neema, labda atabadilika. Bado nimpe neema, labda atabadilika. Na Yesu Kristo, maandiko yanasema kwamba ndio muombezi, anasema Baba, mpe nafasi. Mpatie nafasi agundue njia zake ambazo ni mbaya, akurudie. Mpe nafasi. Yani Yesu ako tu pale, ni muombezi, anakuombea, anaendelea kukuombea. Roho Mtakatifu anaendelea kukuombea. Lakini mwanadamu kwa ajili ya kiburi na anasema dunia sasa ndio imefika climax ya raha. Wacha kwanza, bado ni kule upande wa shetani. Siku ikifika, mavuno yakivunwa, ndio utapata kwamba mbingu haipungui chochote. Mwanadamu anatupwa jehanamu na shughuli za mbingu zinaendelea. Wateule wa Mungu ambao wanasimama msimamo sahihi, yani hakuna kitu itawatoa kwa Mungu, hata kama ni kuchinjwa. Hapa tunaona kwamba neema ya Mungu kwetu ndio inatusaidia kuwa na msimamo sahihi ya kumpendeza Mungu. Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Tito mlango wa 2, soma kuanzia mstari wa 11 mpaka 15. Tito ama kwa Kiingereza Titus mlango wa 2 mstari wa 11 mpaka 15. Kuna mtu amepata kitabu cha Tito? Taisoma kwa neema ya Bwana. Maandiko Tito mlango wa pili mstari wa 11 mpaka 15. Tito mlango wa 2 mstari wa 11 hadi 15. Neno la Bwana lasema, maana neema ya Mungu iwakaayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatafundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utawa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Nena maneno haya, onya na kukaripia kwa mamlaka yote. Asikudharau mtu awaye yote. Amen. Amen. Maandiko yanasema kwamba kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa, ulimwengu ambao umeharibika. Hii ulimwengu mahali tumefika, ndugu yangu, dada yangu, tunahitaji neema, tunahitaji kibali, tunahitaji mwongozo wa Mungu. Mahali dunia imefika, kwa macho ya kibinadamu hautaweza kusimama msimamo dhabiti na Mungu. Unahitaji Mungu sana. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba neema ya Mungu ambayo inaokoa wanadamu ndio imefunuliwa. Na hiyo neema ndio itakufundisha kukataa ubaya, kukataa tamaa za kidunia, ili upate kuishi maisha ambayo inampendeza Mungu. Kwa hii ulimwengu ambayo iko corrupted, hii ulimwengu ambayo ina yumba, ulimwengu ambayo ina wayawaya. Tuangalie mfano wa watu wawili watatu ambao walisimama msimamo dhabiti, na walikuwa wanadamu kama mimi na wewe. Hawakuzaliwa na macho 4, walizaliwa na macho 2, miguu 2,
mikono miwili, akili kama mimi na wewe. Lakini hapa kile kiliwasaidia kusimama sana, kile kiliwasaidia kupata kibali, kupata neema ya Mungu ili wasaidie ile kukataa ubaya, ni maamuzi ndani ya moyo wao. Wao hawakulazimishwa. Kwa sababu gani? Unyofu unaanza moyoni, katika hali ya kujitolea kwa kweli kwa Mungu, sio kwa matendo tu. Ukiona hii msimamo sahihi na Mungu, haianzi tu kwa matendo, inaanza from the bottom of your heart, ndani ya vilindini mwa moyo wako. Hapo ndio msimamo sahihi inaanzia. Lakini ukienenda tu kwa matendo, useme wewe ni Mkristo lakini ndani ya moyo umpende Mungu, ni ngumu sana kuwa na msimamo sahihi. Msomaji neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Danieli. Yule anaweza soma kwa wepesi. Danieli mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 21. Tuangalie hawa vijana wanne. Kuna hawa vijana wanne, Danieli, Shadrach, Meshaki na Abednego. Ndio urudi upate huyu Danieli katika kitabu cha Danieli kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa 6. Utapata kwamba kuna maajabu ambayo ilitendeka kuhusu Danieli. Akitupa kwenye tundu la simba, Mungu akamuokoa. Shadrach, Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto, Mungu aliwaokoa. Inamaanisha kwamba kuna mwanzo ya haya mambo. Haikuwa tu siku hiyo kwenda kuinamia sanamu na wakakataa. Tutaipata kwenye kitabu cha Danieli 1, kama kuna mtu anaweza isoma kwa wepesi. Nasoma kwa msaada. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Tumishi, soma. Danieli mlango wa kwanza, kitabu cha kwanza hadi 21. Hadi 21. Vijana 4 wa Israeli katika makao ya wafalme ya Wababeli. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawa, wazuri wa uso, wajuzi na hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Walkadayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimuita Danieli Belteshazzar, na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa atajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme, aliyewaagizia ninyi chakula chenyu na kinywaji chenyu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi
kama nyuso za vijana hirimu zenu. Basi kwa kufanya hivyo mtahatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10 na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Basi kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme na kuwaingiza, mkuu wa matowashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza. Naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Hilo ni neno la Mungu. Amen. Amen. Hapo mteule wa Mungu unaweza sema ya kwamba huyu Danieli na Meshaki, Abednego na Shadrach, hao vijana 4 ni vijana ambao waliweka msimamo wao na Mungu, na maana kwamba walikomaa kiroho na wakajua huyu Mungu vizuri. Walijua kwamba Mungu huyu ni Mungu Baba na ni Mungu ambaye ni mwalimu, atakufundisha mpaka ushike njia zake, atakukumbusha neno lake. Wakaona ya kwamba hapa tuwe na msimamo sahihi ambayo itampendeza Mungu. Hapa tunaona kwamba huyu mfalme Nebukadreza ameagiza kwamba vijana waletwe na walishwe vizuri kwa mwaka mmoja, wanenepe vizuri kwa ajili ya kazi ambayo mfalme alikuwa anataka wafanye katika ile kasri ya mfalme. Hapa naona kwamba baadhi ya wale vijana ilikuwa ni hao vijana 4, Shadrach, Meshach na Abednego na Daniel, wakaingizwa katika ile kikundi ya wale vijana wengine, wakaagiziwa chakula cha mfalme. Nisikilize vizuri hapo. Chakula cha mfalme. Wewe unaweza imagine ni chakula gani inakuliwa pale kwenye kasri ya mfalme, kwenye nyumba ya mfalme, pale kwenye makazi ya mfalme. Ni maisha aina gani naishi pale? Of course ukipata ugali ni rare sana, na sukuma rare sana. Yaani maisha huko ni maisha mazuri, ni maisha ya kupendeza. Ingekuwa mimi na wewe leo hii ungesema Mungu ni mwema, nimepata bahati, niko kwa Nebukadneza ndani, nimepata bahati. Lakini hapa tunaona kwamba hawa vijana walijua ya kwamba ni nani wanamtafuta.
Walijua kwamba maisha yao, hatima yao ni nini, ni nini cha muhimu sana. Wakamwambia huyu mkuu wa matowashi ya kwamba Danieli, mstari wa 8, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake, sio kwa matendo yake, sio kwa mawazo yake, sio kwa fikra yake, ilitoka ndani ya vilindi vya moyo wake. Akamwambia yule mkuu wa matowashi, maandiko yanasema kwamba vile aliazimu moyoni mwake akuwa hatajitia unajisi kwa ajili ya chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Leo mimi na wewe atumepelekwa State House ya Kenya, alafu sema tu kuna unajisi huko. Ndio unaweza ishi maisha mengine mpaka watu waseme we maisha mzuri. Yenza hiyo hata utembei vizuri, unatembea kama mbuzi. Unajua mbuzi anatembea na hizo kwatu mbele. Ukiangalia mguu ya mbuzi akanyagi vile mwanadamu anakanyaga na vidole mbele. Yaani sasa ndio ungekuwa na ile maringo, kwa sababu sasa umepelekwa State House au shikiki. Lakini hapa Danieli alimjua Mungu. Danieli alikuwa na msimamo wake. Ikuje mazuri, Danieli yuko pale pale. Ikuje mabaya, Danieli yuko pale pale. Akaambia mkuu wa matowashi ya kwamba wakati Danieli kwa moyo wake aliona kwamba hapa ni unajisi mtupu, hapa itatupoteza mawazo na fikra zetu kumtafuta Mungu. Maandiko yanasema katika mstari wa 9, wakati Danieli aliona kwamba asijitie unajisi, akawa na msimamo, Mungu akamjanilia Danieli, akampa Danieli kibali kwa macho ya huyo mkuu wa matowashi. Hapo ujue siku zote Kenya unatenda, Kenya unawasa, hata kama ni 1 second. Mungu ashajua na amejua na ameona vizuri na amesikia. Maandiko sema kwamba mkuu wa matowashi, mstari wa 10, mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa mfalme, siwezi, kwa sababu wakati mtapelekwa mbele ya mfalme mumekonda. Danieli akamwambia hapana. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme, aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Mstari wa 11, Danieli akabaki na msimamo. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10. Siku 10 watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha ufalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hapa jiulize swali, mbona siku 10? Na wameambiwa wakae pale mwaka mzima, siku 365. Mbona wangesema utujaribu sisi siku 6, not 6, miezi 6, ama hata utujaribu sisi mwezi 1? Hapo kuna ufunuo katika siku 10 hiyo. Kila namba iko na maana yake kiroho. Namba 10 kiroho, kama itakusaidia utaiandika, na kama wewe ni ule wa sikiliza tu. So namba 10 hapa unaona kwamba Danieli wameomba siku 10. Namba 10 katika mambo ya kiroho inaashiria utimilifu wa kiungu. Inaashiria uwajibikaji kamili wa mwanadamu kwa ile katika ile sheria za Mungu. Jambo la kwanza utaangalia kwamba fungu la 10, fungu la 10 iko na ni sheria na ni kanuni. Hiyo ni jambo la kwanza. Tunaenda mbio kwa sababu ya muda. Jambo la pili, namba 10, namba 10 kiroho inamaanisha inaashiria amri 10 za Mungu.
So ni namba timilifu, ni sawa na namba 7. So utapata hapa kwamba hawa walikuwa wamejua siri ya 10 days ama namba 10, walikuwa wanajua siri ya 10. Na pale kwenye 10 kuna nguvu sana kwenye ile namba 10. Kuna nguvu sana, maana ndio utimilifu wa kiungu. Mungu akapiga Farao kwa mapigo ngapi? Mungu alipiga Farao kwa mapigo ngapi? Mungu wa neema yote. Kuna watu kwa mkutano? 10. Alipiga Farao kwa mapigo 10. So hiyo namba 10, namba 10 iko na maana sana. Namba 7 iko na maana sana. Namba 3 iko na maana sana. Namba 1 iko na maana sana. Hiyo mambo yote hapa naona kwamba yule mkuu wa matowashi akakubali, akawajaribu siku 10, akawapa mtama, akawapa maji wa kunywa. Ni nini ilifanyika katika hizo siku 10? Kwa sababu hapo mwanzo maandiko yanasema kwamba Mungu akampa Danieli kibali. Mungu alimpa Danieli kibali. Dada Margaret, naomba tafadhali utazima microphone yako. Akakubali, akawajaribu siku 10, akawapa mtama, akawapa maji. Dada Margaret, tafadhali. Ni nini ilifanyika katika hizo siku 10? Kwa sababu hapo mwanzo maandiko yanasema kwamba Mungu akampa Media, naomba tafadhali nizimia microphone ya Dada Margaret. Samahani kwa hiyo itilafu. Hapa naona kwamba Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma mbele ya huyo mkuu wa matowashi. So mstari wa 14 maandiko yanasema kwamba basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Mstari wa 15, hata mwisho wa siku zile 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaondoa pesho yao ya chakula na ile divai waliopewa, akawapa mtama. Haikuishia hapo. Maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 17, basi kwa habari ya hao vijana 4 Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto yote. Hapo sasa ndio Mungu akawadhibitisha, kwa sababu ile msimamo huo haulazimishwi. Msimamo sahihi ya Mkristo katika Mungu haulazimishwi, haubembelezwi na ukumbushi saa yote, wewe weka msimamo na Mungu, wewe simama vizuri na Mungu. Unajua itakuwa tu ni ujinga. Kila siku unakumbushwa, omba, soma neno, omba, funga. Hiyo yani mwenye anakusukuma hiyo hajui kile kitu anafanya. Msimamo kamili inaamuliwa kutoka ndani ya moyo wa mwanadamu. Na Mungu ambaye anachunguza mioyo, akiona huo msimamo, anakupa kibali, anakupa ile neema. Ile neema ndani yako, unaona kwamba ndio niko katika kasri la mfalme, lakini hainifaidi chochote. Bado nitafute huyu Mungu. Bado ni kazi ya safari yangu ya imani, kwa sababu dunia inaisha. Siku moja nikawafundisha kwamba hata kama unapita ulimwengu huu, umeenda kazi, umeenda biashara, umeenda wapi, shughuli zako, kwa akili yako usiwahi sahau ya kwamba dunia inapita na vitu vyote vinaenda. Usisahau ya kwamba wewe ni mpitaji. Pambania safari yako imani. Hapa naona kwamba Mungu akaanza kuwatia nguvu hawa vijana. Hata ukionekana katika hiyo kitabu cha Danieli 3, wakionekana wakibishana na Nebukadneza, akiwaambia kwamba nitawatupa kwenye tanuru la moto, akamwambia Nebukadneza, ungekuwa ulianza jana kututupa. Lakini saa hii hatu compromise imani yetu. Haikuanza na siku hiyo kwenye hiyo sanamu. Haikuanza na huko, ilianza hapa. Waliazimu moyoni mwao, wakawa na msimamo,
ya kwamba hatutajitia unajisi kwa mambo ya dunia, hatutajitia unajisi kwa sherehe ya siku moja siku mbili tutatolewa hapa. Heri tusimame vizuri kwake Mungu. So ole wake mtu ambaye anangoja kushurutishwa, anangoja tutakana tuende ibada, tutakana tuombe, sijui tunataka tufanye 1 2 3. Ole wako, maana muda unaenda, taji inaendelea kuwekwa na moto ya jehanamu unaendelea kuongezwa. Ukingoja ukumbushwe, leo Mungu amesema endeni milimani, mulete miti, mjengee Bwana nyumba. Tumia akili yako mwenyewe, soma maandiko, ujue ni wapi unatakana usimame na ni wapi unataka. Nikakwambia kwamba chochote ambacho maandiko haija kuambia, please usifanye. Chochote ambacho maandiko haijasema usifanye, achana naye. Usije ukajiletea ghadhabu ya Mungu. Maandiko yasema kwamba hao vijana baada ya siku 10 nyuso zao zilikuwa zinametameta. Miili yao walikuwa menenepa kushinda wale ambao walikuwa nakunywa divai ya mfalme. Wanakunywa mapombe, vileo, wako tu sawa pale wanalewa, lakini akili yao ikawa sasa ni kama yule mfalme akafanyika kama adui shetani, amewateka nyara. Hawawezi ona mafunuo, hawawezi kuwa na hekima. Kwa sababu gani? Walimwacha Mungu. Mungu ndio chanzo cha hekima, Mungu ndio chanzo cha maarifa. Maandiko sema kwamba kwa habari za hao vijana, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli akawa na ufahamu katika maono yote, hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme na kuingiza mkuu wa matowashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Vijana ambao wametumia tu mtama na maji. Maandiko yanasema katika mstari wa 19, hebu angalia maajabu ya Mungu hapo. Mstari wa 19, 20 na 21. Naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote wa vijana wote ambao walikuwa kwenye ile kasri ya mfalme, wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Hao vijana watatu ndio wakaonekana wenye hekima zaidi ya wale wenzao. Licha ya kwamba wale wengine walikula chakula mfalme, wakakunywa divai ya kwa mfalme, wakakula chakula yote ambao waliagiziwa, waliishi maisha ya starehe, waliishi vizuri. Lakini huyu Daniel, Meshach, Abednego na mwenzao walikuwa pale kwenye kasri ya mfalme. Usifikirie ni ile ni mtama tu na maji. Sio mtama na maji ilifanya hao vijana wakawa na nguvu kiasi hiyo. Hao vijana walibaki kwenye maombezi wakiambia Mungu, tuko katika nchi ya ugeni, tusaidie. Hapa Mungu, hatutambui mamlaka ya huyu Nebukadneza, tunatambua mamlaka yako Jehova. Walibaki kwenye maombi, walibaki katika ile msimamo ya kusoma neno, walibaki katika msimamo ya mahusiano mazuri na Mungu. Hawakutupa Mungu wakimbilie chakula cha mfalme, walibaki na Mungu. Mungu akawapa kibali. Mfalme, maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 20, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Ile nambari 10 tena imerudi hapo. Namba 10 imerudi hapo. Amesema kwamba katika kila jambo la hekima ambalo mfalme aliuliza, hao vijana 4 wakaonekana wako na hekima zaidi mara 10 kushinda waganga na wachawi waliokuwa pale. Ndio ukienda sasa hiyo Danieli mlango wa 2 utapata Nebukadneza na ndoto yake pale, na Danieli ndiye alifafanua. Ukienda mlango wa 3 sanamu ya dhahabu pale ndio utapata Shadrach, Meshach na Abednego wanapambana na Nebukadneza na wanatoka ndani wakiwa washindi, maana Mungu alionekana mtu wa 4 ndani ya moto. Kwa sababu gani? Ilitoka vilindini mwa moyo wao, walitoa ndani ya moyo wao, wakampea Mungu ibada kamili, na Mungu akasema okay, niko na nyinyi. Wakitupa kwenye tanuru la moto, walibaki wamesimama. Ukienda katika mlango wa 6 Danieli, utapata Danieli akitupwa kwenye tundu la simba. Danieli hakuogopa, sababu msimamo wake ulibaki pale pale.
japo dunia yumbe, japo dunia ikuwe corrupt, vijana wenzao warika yao walikaa katika nyumba ya mfalme, wakakula chakula walioagiziwa na mfalme, lakini wakatoka humo wakiwa zero. Hawakukuwa na chochote. Kimwili walionekana sawa, lakini kiroho walikuwa out. Hivyo usipokuwa na msimamo na huyu Yesu, kimwili utaonekana tu ni pastor, lakini ndani ya roho wewe ni mkebe. Kwa maisha ya kiroho wewe ni mtoto mchanga sana. So hapa maandiko yanatufundisha nini? Msimamo kamili inatoka ndani ya moyo. Msamaji nini, naomba tafadhali soma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 29, soma kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 25. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 10 mpaka 25. Kuna mtu amepata? Nyakati wa Nyakati wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 10 mpaka 25, mtumishi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mambo ya Nyakati ya kwanza mlango wa 19 mstari wa 10 hadi nitasoma kwa msaada. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 29 mstari ni wa 10 kuanzia mstari wa 10 hadi 25. Maandiko inasema kwamba kwa hiyo Daudi akamuhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako Bwana, nawe umetukuzwa mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na vitu vyako na katika vitu vyako tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraja kukaa hapa hapana. Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tulioiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako tukufu, kwa jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeiona kwa furaha watu wako waliopa hapa wakikutolea kwa hiari yao. Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, ulilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongoze mioyo yao kwako. Naye Suleimani mwanangu umpe moyo mkamilifu, ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende hayo yote na kujenga nyumba hii ya enzi niliyoiwekea akiba. Ndipo Daudi akawaambia kusanyiko lote, haya muhimidini Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko lote wakamuhimidi Bwana Mungu wa baba zao, wakainama vichwa vyao wakamsujudu Bwana, naye na mfalme naye. Wakamtolea Bwana dhabihu, wakamchinjia Bwana sadaka za kuteketezwa siku ya pili yake, yaani ng'ombe 1000 na kondoo waume 1000 na wana kondoo 1000, pamoja na sadaka zao za vinywaji na dhabihu nyingi kwa ajili ya Israeli wote. Wakala na kunywa mbele za Bwana siku ile kwa furaha kuu. Wakamtawaza Suleimani mwana wa Daudi mara ya pili, wakamtia mafuta mbele za Bwana awe mkuu na Sadoki awe makuhani.
Ndipo Suleimani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme badala ya Daudi babaye. Akafanikiwa, nao Israeli wote wakamtii, nao wakuu wote na mashujaa na wana wote wa mfalme Daudi nao wakajitia chini ya mfalme Suleimani. Naye Bwana akamtukuza Suleimani mno machoni pa Israeli wote, akampa fahari ya kifalme ya kumpita mfalme awaye yote aliyekuwa kabla yake katika Israeli. Hapa tunaona kwamba Daudi na wengine wote walimshukuru Mungu. Kuna msingi hapo kwenye mstari wa 10 na mstari wa 11, 12 kuelekea. Maandiko yanasema kwamba Daudi akamhimidi Bwana. Mstari wa 11, Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, umetukuzwa wewe mkuu juu ya vitu vyote. Hapa naona kwamba Daudi walimtambua Mungu kutoka ndani ya moyo wao. Walikuwa na msimamo katika mambo yao ya kiimani kutoka ndani ya moyo. Ndio sababu naona mstari wa 17 akasema kwamba nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu ambayo inatoka ndani ya moyo, sio kwa ulimi. Sio kwa ulimi. Usiwahi sema unapenda Mungu na ni ulimi. Hiyo Mungu anakuangalia anacheka. Mungu anacheka. Mungu anaangalia kutoka mbinguni anacheka. Tunasema huyu sasa anasema kenya anajua kweli. Unyofu wa moyo inatakana itoke ndani ya moyo. Maana hapo maandiko yanasema kwamba Daudi akasema katika mstari wa 17b, nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Hakulazimishwa, hakubembelezwa, hakushurutishwa na hakukumbushwa kila siku ati wewe uombe, soma neno, wewe ibada, sijui tafuta Mungu. Daudi anasema aliitoa kutoka ndani ya moyo. Ya pili, aliitoa kwa hiari yake mwenyewe. Na wote waliokuwa na wao pia wao walitoa kwa moyo wao wenyewe. So hapa tunaona kwamba unyofu wa moyo ndio Danieli na wenzake wasimame msimamo thabiti, ilitoka ndani ya moyo. Hawakulazimishwa. Waliangalia Nebukadneza wakafananisha na Mungu wao, wakaona Nebukadneza hakuna kitu. Wakakubali wakule chakula cha shida kwa sababu ya kumtafuta Mungu. Wasishibe matumbo yao, wakose nafasi ya kumtafuta Mungu. Wasionekane wako kwenye kasri ya mfalme, lakini ile hali ndani yao wawe mikebe bure. Kwa kasri ya mfalme unaweza shuhudia mimi na wewe kufika leo hii, Danieli hawako pale. Shadrach, Meshach na Abednego hawako pale kwa nyumba ya mfalme. Ashpenazi ambaye ni mkuu wa matowashi hayuko, walikufa. Hiyo story iliisha, lakini ufalme wa Mungu unabaki pale pale. So hii inatufundisha nini? Mimi na wewe tujua kwamba dunia itaisha. Vitu vyenye viko duniani vitaisha. Kimbilia uzima. Tafuta uzima kama bado uko na nafasi ya kumtafuta huyu Mungu. Ibada yako isiwe ya ulimi. Nampenda Mungu, hata shetani si anasema anapenda Mungu. Mimi ni Mkristo, hata shetani mwenyewe ukimuuliza atasema hata yeye ni Mkristo. Ni nini inakutofautisha na ulimwengu? Ni nini inakutofautisha? Watu wakiona wanaona kweli mtu ni mtu wa Mungu. Watu wakikuona wanaona Mungu. Ni nini inakutofautisha na ulimwengu? Ibada yako itoke ndani ya moyo. Msimamo thabiti. Hapo tunaona tufunga na kitabu cha Waebrania mlango wa 11. Msomaji neno ambayo utapata, soma kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa 23 mpaka mstari wa 29. Tuone Musa pia alikuwa na msimamo na akapata kibali mbele za Mungu. Waebrania 11 mstari wa 23 mpaka 29. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Soma. Amen. Kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa 23 hadi 29. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima
akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alimstahimili kama amonaye yeye asionekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. 28 ama 29? 29. 29. Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa. Na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa tunaangalia Musa alikuwa na msimamo sahihi na Mungu wake. Japo dunia imeharibika, japo dunia imejaa uovu, dunia imejaa dhambi, dunia imejaa corruption, imekuwa corrupt, imekuwa mbaya sana. Hapa Musa anaonekana amezaliwa, ndio ameenda kufichwa pale kando ya mto, akaokotwa pale na binti wa Farao, akapelekwa kwenye kasri ya mfalme, akawa mmoja wa wale wa nyumba ya mfalme. Lakini hapa maandiko yanasema kwamba mstari wa 24, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa sababu gani? Nani mwenye hataki kuzaliwa State House? Nani mwenye hataki falme wazazi ambao ni watajiri wako na mali? Nani anakataa? Katika ulimwengu wa saa hii nani anakataa? Mimi na wewe sasa tukiambiwa tuende State House, ukuwe adopted, ukuwe mtoto wa State House, utakataa? Lakini hapa kwa sababu ya msimamo dhabiti, Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa sababu gani? Mstari wa 25, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Hii sasa nimetujibu mambo ya msimamo wa imani. Ili ateseke, lakini ajua na kwamba yeye ni msafiri, anaenda safari yake, ndio shetani anataka. Heri aende katika mateso, apite shida, apite kupungukiwa. Ndio nilisema kwamba ile kitu inafanya watu wanakuwa corrupt, hawataki kupungukiwa. Kafriji kamepunguka kidogo, wewe mtu anaogopa. Banki imepunguka kidogo tu, ule mtu anaweza fanya, hata shetani akimwambia kuja nikupeleke Freemason ndio uongeze ile bank, ataenda. Lakini hapa Musa anasema kwamba heri apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitambo kidogo. Maana alijua kwamba kasri ya mfalme hakuna, haikai milele. Akasema kwamba akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri. Kupata mateso kwa sababu ya Kristo ni utajiri. Kristo mwenyewe alishutumiwa, Kristo mwenyewe aliteswa, alichekwa, alifanywa kila aina uovu. Hapa Musa alihesabu ikiwa ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Napenda sana hiyo neno. Kwa kuwa alitazamia hayo malipo. Malipo gani? Ya kuona uzima. Uzima wa milele ni ya maana sana kushinda kujifurahisha kwa muda kidogo na utokomee kuzimu. Uzima wa milele, hizo milango ya dhahabu na hizo barabara za dhahabu, jamani, ukipoteza at your own risk. Ukipoteza hizo barabara ya kwenda, yani ni gate tu ndio umeingia kwa gate, ni yani unatembelea juu ya dhahabu ambayo duniani hii mimi hata sijashika dhahabu, hata sijui zinakaje. Lakini ninajua kwamba siku moja nitashika. Kwa sababu gani? Taji kama barabara peke yake ya mbinguni ni taji, ni dhahabu. Taji je? Kama barabara ni dhahabu na ile taji umepewa, ile furaha ya uzima wa milele. Maandiko yakasema kwamba huyo Musa
kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, sababu alikuwa na msimamo. Alijua kwamba Bwana alisema kwamba yeye ndio mchungaji mwema, hautapungukiwa na lolote, hautapungukiwa na ulinzi, hautapungukiwa na neema, hautapungukiwa na kibali. Instead, wakati utapitia ghadhabu ya mfalme Farao, Mungu ataonekana mtu. Si alionekana wakati ya Shadrach, Meshach na Abednego? So msimamo dhabiti ambayo katika ulimwengu huu, ulimwengu ukiporomoka huu unabaki umesimama. Ulimwengu ukiharibika, Mkristo ng'ang'ania uzima. Ng'ang'ania uzima, ndugu yangu, dada yangu. Tafuta uzima wa milele. Sisemi ya kwamba usiende kazi, sisemi ya kwamba usikose kutafuta dhahabu. Kama uko na uwezo wa kupata dhahabu, dunia itafuta. Lakini uchunge isikutoe kabisa akili yako yote kwenye dhahabu. Ukose kumtafuta Mungu. Ukose kumkumbuka Mungu hata siku moja. Wewe ni kukimbiza tu dhahabu. Kameonekana wapi hapo kwa dhahabu? Kamefika. Kameonekana Eldoret, unakimbia. Kameonekania wapi kwingine? Ukifika Eldoret, ile dhahabu kanasonga. Unaulizia, nasi walisema iko hapa. Hapana, imefika Nairobi. Tena wewe mbio ndio ule Nairobi. Kidogo mfika Nairobi hakuna, ati imeonekana sijui wapi Malava. Yani unakuwa busy mpaka hauna hiyo muda ya kukula mtama na maji. Kukula mtama na maji inamaanisha kwamba ni kufunga na kuomba. Ni kujinyima ili roho yako ipate nguvu ya kukua na msimamo dhabiti. Upate nafasi ya kuomba na kuwa na fellowship na Mungu. Fellowship ya Mungu ni ya maana sana kushinda vitu zingine duniani. So hapa maandiko yanasema kwamba wakapita katikati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Kwa sababu gani? Ya imani. Walimwamini Mungu kiasi ya kwamba Farao akaona kwamba atawapata, lakini alibaki kando ya bahari. So mimi na wewe tujiulize, hii msimamo dhabiti, wewe umesimama hapo? Umesimama kama Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego? Umesimama kama Musa? Ukipata nafasi, fanya Bible study kwenye kitabu cha Mwanzo 6. Utapata naye Nuhu. Nuhu, Mungu alikasirika sana. Aliona maovu ambaye iko katika ulimwengu. Mungu alikasirika. Maandiko yanasema kwamba Mungu akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu tena. Akaamua kumaliza ulimwengu. Ndio nakwambia kwamba wakati ibada yako ni ya ulimi, Mungu sahi hana bado na kubembeleza, bado na kuvumilia ili upate kukomaa kiroho na kusimama dhabiti, uwe na msimamo sahihi ili umpendeze Mungu. Bado unayumba yumba. Bado unayumba yumba kwa giza kidogo, kwa nuru kidogo, kwa giza kidogo, nuru kidogo. Ikifika ile siku amekasirika kama vile alikasirika katika hiyo Mwanzo 6. Akaambia Nuhu, ni wewe nimeona wewe ndio mtu mwelekevu, mtu mkamilifu. Nuhu akapata kibali machoni pa Mungu. Akaambia Nuhu, sasa fanya hivi, atengeneza safina. Na uweke mke wako na watoto wako na wake wa watoto wako. Halafu na wanyama wawili. Kwa nini wanyama waingie wawili? Kuhifadhi mbegu ya kila mnyama. Hata Mungu angetaka kumaliza wanyama wote, maana si yeye alitengeneza, angerudi kutengeneza mara ya pili. Maandiko yanasema kwamba wakati wakatengeneza ile safina, wakaingia ndani. Walipoingia ndani, kitu ambayo mimi iliniogopesha sana, nikasoma maandiko yanasema kwamba walipoingia ndani, Mungu akauliza Nuhu. Akasema, mimi hapa Bwana. Mumeingia nyinyi wote? Wanyama wote wameingia? Mko na chakula ya kutosha Nuhu? Nuhu akasema, ndio Bwana. Mungu mwenyewe akafunga safina. Ndio adili sasa na wale magaidi wenye walikataa kusikia sauti ya Mungu, wale ambao wali compromise msimamo wao. Kwa wale ambao waliangamia, kulikuwa na mapasta, kulikuwa na mitume, kulikuwa na wainjilisti, kulikuwa na waombezi katika hiyo nchi. Waliangamia. So usiwahi jifuna useme kwamba mimi ni pastor. Biblia inasema kwamba sikujui. Maandiko yanasema kwamba Mungu atasema sikujui.
isipokuwa usimame msimamo dhabiti. Mkristo, hii msimamo ama kukua kiroho haina duka mahali utaenda kununua. Ni wewe mwenyewe ufanye bidii yako. Mahali unapita, jua kwamba macho ya Mungu inakuona. Chochote unatenda, jua kwamba macho ya Mungu inakuona. Hata ndani ya blanketi vile unalala, Mungu afungangi macho hata dakika moja. Utalala, yeye atakungoja tu. Macho yake iko tu kwako. Ukiamuka, ameamuka, macho yake tuko na wewe hivi. Ukiamuka, yeye anakuona tu. Adui akitaka kupiga huko kwenye usingizi, Mungu anakukinga. So chochote unafanya, chochote unawaza, chochote ambacho moyo wako unapanga, jua kwamba Mungu anakuona. Simama msimamo dhabiti kwake Yesu Kristo. Hata kama utabaki mtu mmoja, simama. Hapa naona kwamba Musa, mimi nilikuwa nasoma haya maandiko nikifanya Bible study, nikasikia ninatiwa nguvu tena ya kusimama imara. Hata kama ulimwengu utasambaratika ishe, simama tu. Mungu ako na wewe. Mungu anajua shida zako. Mungu anajua matatizo yako. Mungu anajua changamoto. Hakuna kitu inapata Mungu by surprise. Hakuna. Ni wanadamu tu, sijui ni nini inatupata sisi wanadamu. Jamani, yaani mpaka watu wanatangatanga, unashindwa ni Mungu gani watu wanataka. Unaruka pande hii, unaruka kwa mkono wa shetani. Kwa shetani ukikuwaka moto, unaruka upande wa Mungu. Mungu anafikiria basi ndio huyu anarudi, atakuja kukaka kidogo, ameruka tena pande nyingine. Mpaka nilikuwa nasoma maandiko jana, nikauliza Mungu, ni Mungu gani watu wanataka? Badala mwanadamu akae atafute Mungu. Maana Mungu sio Mungu ambayo ni third party. Nikisema third party, inamaanisha kwamba kuna mtu kati ya wewe na Mungu. Hakuna. Wacha nisikudanganye ndugu yangu, dada yangu. Hakuna mtu ambaye ako katikati ya wewe na Mungu. Watumishi wa Mungu wamewekwa pale kukuongoza, lakini hawajawekwa pale wewe uabudu kama ndio Mungu. Unafanya makosa. Sisemi kwamba mkosee watumishi wa Mungu mwadharau. Hapana. Wale ni kuwaongoza tu, kuelekeza kwamba wewe umepotea, rudi hivi. Lakini wewe na Mungu hananga ile ati appointment. Ati Mungu Mungu nataka kuongea na wewe, akwambie kuja next year mwezi wa 5, mwezi wa 6. Hakuna. Yeremia 33 verse 3. Weka mahusiano yako na Mungu. Kuja kwenye mkutano. Hapa sasa kwenye mkutano ni ile kuongezeana nguvu tu. Wewe unihimize, mimi nikuhimize. Lakini mahusiano yako na Mungu inajengwa na wewe mwenyewe. Hapa Daudi akaambia Mungu, ninakutolea hii kwa maana wewe ndio mwenye hizi vitu vyote. So ninakupatia ibada yangu kamili, na kutolea sadaka zangu kamili, na kutolea matoleo yangu kamili, na kutolea nafsi yangu, moyo wangu, kwa sababu ni vyako. Si ati ninakuhonga. Narudi na roho ya shukrani kuambia Mungu asante. Hii roho hii moyo kama Mungu haungeilinda, shetani angeichezea. Hii nafsi Mungu kama haungenilinda, shetani angeichezea. So wewe Mkristo, tangaza msimamo. Tangaza msimamo. Kama uko very serious kuingia mbinguni. Mbinguni hakiingii chochote kilicho na doa. Nikwambie kwa ukweli. Nikwambie vile roho wa Mungu ananisaidia kukwambia. Mbinguni haitaingia chochote kilicho na doa. Haitaingia chochote hakina msimamo. Hata shetani hataki watu nyawana msimamo. Shetani hataki watu. Uliza hawa wenye wanauza mioyo zao, wanauza maroho zao kwa shetani. Wakati ambapo tuko na bado kitambo, wakati tuko naangalia hizi vipindi vinaitwa Afro Cinema, ndio unaangalia kuna jamaa mmoja aliwahi choma gari. Wachana na huyu wa juzi anaitwa Goodluck Gospat. Kuna mwingine aliwahi anapiga gari, anapasua makioo, anaigonga na hasira. Watu wakasema hii sasa ndio content creation. Wasema hapana. Nasikia uchungu sababu kweli wamenipa gari, lakini sio mimi naendesha ile gari, sio mimi natawala ile gari. Ninatawaliwa.
Shetani hataki vitu vuguvugu, pia naye anataka msimamo. Na kama shetani hataki, nani? Mungu ndiye anataka vitu vuguvugu. Mungu ndiye anataka vitu ambavyo havina udhaifu kwenye miguu, haiwezi simama. Mbingu ni kweli, jehanamu ni kweli. So msimamo katika ulimwengu huu ambao umeharibika ni kitu ya maana. Danieli akasema sitajitia unajisi na vitu vya mfalme. Musa akasema heri niteseke na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitambo kidogo. Yaani ni muda kidogo tu, hiyo kuitwa mwana wa binti wa mfalme. Musa aliona haifaidi chochote, kwa sababu alijua yeye ni nani. Siku zote kaombea kwamba lazima utambue utambulisho wako wa kiroho, ya kwamba wewe ni nani katika kiroho. Wewe ni nani? Wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio sema kwamba wote waliompokea Yesu akawapa uwezo kufanyika wana. So wewe ni mwana wa Mungu. Usichezee ile uzaliwa wako wa kwanza katika Mungu. Usikue Esau. Urudi uchukue uzaliwa wako wa kwanza wa kiroho, umrushie shetani. Atakimbia naye. Ataenda na haina photocopy. Haina photocopy. So uzaliwa wako wa kwanza wa kiroho upande wa Mungu ipiganie sana. Ipiganie kama Musa vile alipigania, akasema mimi sikai kwa Farao. Mimi si wa Farao. Heri niende niteseke na wengine kuliko nikae kwa Farao nikule vitu vizuri na nisahau hatima yangu. Na unaona kwamba Mungu akapendezwa na Musa, ndipo akatumia Musa kwenda kutoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Mungu akafurahishwa na Danieli, Meshaki na Abednego. Ukisoma kitabu cha Danieli yote mwanzo mpaka mwisho, hao vijana walitoka washindi katikati ya majaribu. Mungu alikuwa na wao. Pia mimi na wewe tukiwa na msimamo dhabiti katika mambo ya kiroho, Mungu yuko na sisi. Hautapungukiwa na lolote. Zaburi 23 isome vizuri. Usoma vizuri, acha kukimbia. Biblia sio storybook, Biblia sio gazeti. Biblia ni neno la Mungu na liko pale. Soma vizuri. Amesema kwamba yeye ndio mchungaji mwema, hautapungukiwa na lolote. Katika malisho ya majani mabichi ameahidi kukulaza. Kando ya maji ya utulivu, maji masafi, atakuhuisha. Akasema kwamba hata ukipita kwenye bonde la uvuli wa mauti usiogope. Yeye Mungu ako na wewe. Ameandaa meza mbele yako machoni pa watesi wako. Watainuka kinyume na wewe lakini hawatakushinda. Soma Yeremia 1:19. Amesema kwamba watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Akasema kwamba wema wake Mungu na fadhili zake Mungu zitaambatana na wewe. Ikiwa, yani on condition that you have umesimama katika ground yako ya kiimani. You have the right standing with God. Yani umesimama, hautaki kucompromise, hautaki kurudi nyuma, hautaki chochote isipokuwa tu Mungu. Kwa sababu gani? Mungu ndio Alfa na Omega. Anajua maisha yako, anajua matatizo yako, anajua changamoto. Acha kuyumba. Acha kuyumba. Vitu ya hii dunia itapita. Dunia inapita na mambo yake. Neno la Mungu likikukataza kitu, please sikiliza na usikilize na masikio yote mbili. Amekataza nini? Pombe unaacha with no apology. Amekataza nini? Mapambo unaacha kwa sababu ni vitu ya muda. Amekataza nini? Uvuguvugu unaacha kuwa na msimamo. So kusimama msimamo sahihi na Mungu inaanza kutoka ndani ya moyo wako. Inaanza na maamuzi yako mtu binafsi. Je, utaamua kumfuata Mungu ama utaamua kuyumba? Leo naangalia weather inanyesha, siendi kanisani. Acha nikae tu hapa. Leo sijui ni nani anahubiri fulani, huyu atajuangi kuhubiri, acha nikae hapa. Utakuta kwamba unaanza kukua mlegevu katika ile msimamo. Kwa hivyo Mungu wetu atusaidie tuwe na msimamo ulio dhabiti. Tuwe na msimamo ulio dhabiti. Hawa vijana watatu wanne wamenipa sababu ya kuendelea kusimama. Musa akanipa sababu ya kuendelea kusimama. Nuhu pia nimesoma hiyo kitabu cha Mwanzo, akanipa sababu tena ya kuendelea kusimama. Kwa sababu ukiangalia kwamba ndio walikuwa na msimamo lakini Mungu hakuacha.
Hakuacha, Mungu hakuacha. Mungu alikuwa na wao. Pia mimi na wewe tunamhitaji Mungu sana. Dunia imeharibika, dunia inayumba yumba, dunia itaanguka, na ikianguka haitainuka. So ni heri mapema hii mtafute Yesu ambaye ni ngome imara, ambaye ndio kimbilio. Naomba radhi kwa sababu ya muda. Mahali ulipo simama tufunge ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante. Asante Baba kwa wema na fadhili. Asante Baba kwa upendo. Takatifu, tunakushukuru kwa kila jambo umetenda. Asante Baba kwa ajili ya mafuta Bwana wa majeshi. Umetupa neema Baba, ingia tulipoanza ibada. Baba, tumefika tamati. Tuma na adhamu wetu. Tunaomba pokea sifa mtakatifu Baba. Ninakuomba Baba katika jina ashike sheria zako Baba, kuwa na msimamo uliodhabiti ndani yako Bwana majeshi. Tusiumbishwe na mambo ya dunia Bwana. Tusaidie Baba tuwe kama Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Tusaidie Baba tusimame kama Mungu Baba mtakatifu. Tusaidie Baba tuwe kama Nuhu. Mungu wangu, tukasimame msimamo uliodhabiti Baba. Tunasema asante Baba kwa ajili ya wateule wote walio kwenye Zoom, walio kwenye naombea neema. Naombea Baba tangulia kwenye hali zao. Wape Baba kusimama imara. Wape nguvu Baba ya kukujua zaidi. Wape neema Baba ya kutembea. Saidia vita vya maisha yao, changamoto za Baba. Naomba Baba ukapigane za Mungu hata kwa ajili ya neno la leo. Tunasema ni asante kwa ajili ya mnenaji wa siku. Asante kwa ajili ya tunaomba neema ya kuweza kuishi. Asante Baba kwa ajili ya neema ya kutembea katika umesimama imara katika neno lako. Tupe neema ya kuweza kusimama kweli. Baba, kumbuka tupe neema ya kuabudu wewe Mungu wetu. Tukuabudu kwa roho na kweli. Asante Baba kwa wote ambao wako kwenye YouTube. Wape neema, wapiganie tujaze mafuta. Tukuzwe milele kwa maana mtakatifu yazidi kumiminika ndani yetu. Nzima tunajikabidhi neema. Tunaomba Baba neema na kibali. Tunaomba Baba kupendeza. Tupiganie katika hali zote tu. Asante mtakatifu Baba. Asante Mungu wa Israeli Bwana. Baba tunakuomba katika jina la Yesu. Kibali yako juu ya kila mmoja Baba. Fungua milango maana wewe unaweza. Ndio mahitaji mbalimbali. Elohim Adonai. Na waombea Baba katika jina la Yesu. Tuna mahitaji ya kila mmoja Mungu wangu. Fungua milango maana unaweza Jehova. Tunasema ni asante, uinuliwe milele, utukuzwe milele kwa maana hakuna aliye kama Baba yangu. Tunakushukuru, tunakuhimidi Bwana. Ibada ya Ijumaa mikononi mwako Mungu. Naombea Baba ibada ya Ijumaa Bwana. Neema na nguvu zako Bwana zikatamalaki katika jina la Yesu. Tunasema ni asante katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.